Ahlan wa sahlan na marhaba bikum popote pale ulipo, karibu sana katika uwanja wa Moi Kasarani, jiji kuu la Nairobi. Ligi kuu Kenya msimu wa kitu ambacho tumezoea katika siku hivi za karibuni kuweza kushuhudia mvua, na hapo jana tuliweza kushuhudia mvua ya magoli 6 akifungwa papa hapa katika uwanja huu wa Kasarani katika mchezo wa KCB dhidi ya mafando wa APS Bomet. Na leo ni siku ya Kogalo. Bano Mondi Kenya 1 linda lango kwa faida ya Gor Mahia, ikiwa mpaka sasa na clean sheet zake 6, ila katika mechi 3 za mwisho zote ameweza kuruhusu goli, kitu ambacho kinawanyima usingizi mashabiki, uongozi na benchi la ufundi kwa upande wa Kogalo. Simon Masaka upande wa pili anaendelea kuchukua nafasi. Najua kazi ipo ngumu mbele yao, najua kinachowasubiri ni kigumu kweli kweli, lakini wamekifanyia maandalizi, wamejiandaa kwa siku. Itifaki zote zinakwenda kuzingatiwa, ni kutakiana heri tu katika mchezo wa siku ya leo. Baadhi ya wachezaji ambao kwa upande wa Kakamega waliwahi kuwa klabu ya Kogalo, badiliko moja wanalifanya Gor Mahia. Austin Odhiambo siku ya leo haanzi, nafasi yake imechukuliwa na Ben Stanley Omondi. Ndani ya uzi wa Kogalo katika ligi kuu, Charles Akono, kazi ngumu kwake. Mechi ya 4 wamejiandaa vijana wa Patrick Odhiambo Luowo, mfumo wa 4-3-3. Simon Masaka, John Omondi Buba, Silas Abungana, Potifa pamoja na Boniface. Eneo la kati Roger Zuma, Estonesia Gleno Tunga. Katika mchezo wa siku leo, Patrick Odhiambo Luowo aliwahi kuwa msaidizi mwalimu katika kikosi cha Gor Mahia, lakini sasa ni mwalimu mkuu kwa upande wa Bana Bengo Kakamega Homeboys. Simulia ni mpira kurushwa ambao amekwenda kuachiwa Kevin Mwai, anaurusha ndani mrefu, kichwa chake Enoch Morrison. Amwai Kevin mekula nguzo ile mapema kabisa, ameanza Kevin Amwai. Silas Shihemi jaribu kuipiga mwenyewe, mezimwa kwanza. Kakamega Homeboys wameanza na moto kati ambao amekwenda kuclear Enoch Morrison, akaurudisha Kevin Amwai, pigaji mzuri ambao umeishia kwenye mlingoti ule, na wanasalimika hapa Kogalo. Wanyona Brighton, Ebeneza Edu kwao, amegeuka nao uzuri. Enoch Morrison, naletwa ndani huku, napanguliwa Alpha Chris Onyango, Alpha Chris Onyango, smiling assassin. Kogalo nyam nyam, ndio mashuti yake haya. Goli lake la kwanza msimu huu, Alpha Chris Onyango katikati ya umma pale. Angefanya nini Simon Masaka? Mpira umepita katikati ya miguu ya wachezaji, ilipigwa na kasi kweli kweli. Kama ni vipimo basi NTSA. Tizama mpira ulivyoshuka katika himaya yake, akaufanyia haki moja kwa moja, pigwa straight kabisa. Shooting power ipo juu kabisa. Ebeneza Edu kwao, Sharif Musa Sirengo Ramadhan, Ebeneza Sharif Musa anatumia kasi yake. Ebeneza Edu kwao, Simon Masaka wewe yupo sawa sasa, ametulia, amewacha kile kabisa. Sharif Musa akapeleka tena, Ebeneza Edu kwao, lakini akatoka na kumnyima nafasi ya kuweza kuona lango licha kwa baada hapo alitaka kuclear lakini
ila akajirekebisha papo kwa hapo. Safari ndefu lakini nzuri na itabaki na kumbukumbu. Sasa nguvu zote zinahamia mwaka 2027 kwa faida ya AFCON. Lakini ukizungumzia AFCON ya mwaka 27, kumbuka AFCON hii ya Morocco inaanza siku ya Jumapili, na michezo yote Laija Mwanya anaambia naye pia tikiti anayo kwenda Morocco. Itakuwa nakuletea vitu vya Morocco. Itakuwa na kwea pipa. Kwa bahati mbaya Kenya tupo, lakini 27 tutakuwepo cha lazima. Inaletwa ndani huko, anakosa kuunganisha Lupaga, anakosa kuipatia mwelekeo, mpira unapanda juu ya lango. Ndicho alichomwambia Laija Mwanya kwa endapo atapoa basi anampatia nguvu Kakamega Homeboyz kuweza kunyanyuka na kupata nguvu ya kuweza kurudi mchezoni. Walimsahau kabisa pembeni Josephat ambaye sasa amesukumwa nje baada ya ujio Gideon Bende kama Pao Mololia. Natizama pa kucheza Ebeneza, kichwa chake Potifa. Ben Stanley anamwekea Alpha. Sharif Musa anapita pembeni, Polo Chuoga inaletwa ndani, Felix mekwenda juu ya lango na kuipa mwelekeo unaofaa. Aliupa mwelekeo ndio, lakini mwelekeo usiofaa. Angelekeza kichwa chake chini tu Felix Oluoch. Majak Auka, Roger Zouma najitengeneza, Sebo ingia kwenye mikono salama kabisa. Lipiga uzuri kabisa ile Otieno Juma Seba, lakini aliupiga pale alipokuwa Pano Mundi na akakoma nao katika mkogo. Hakika ipo sawa, labda tutaona badiliko lingine kama atashindwa kuendelea na mchezo. Bado ana nafasi ya kufanya mabadiliko. Anakanyagiwa Peter Ng'ang'a Thiongo. Oliver Machaka Auka amekataa Pano Mundi. Pano Mundi vipi anapita kwa wepesi mno. Lipata mali iliyopanga. Machaka Auka kaupiga hafifu mno, kaingia kwenye mikono salama kabisa yake Pano Mundi. Shihemi Gideon Braton Nyona, sasa mpira unapurwa tu baada ya mechi tatu pasi na kuona alama tatu. Hii leo Kogalo atatabasamu. Charles Sakono huenda ikawa labda hazijamfurahisha kikamilifu alama tatu, lakini japo sio kama kuzikosa. Atapumua na kushusha pumzi baada ya alama tatu za leo. Alpha Chris Onyango, Smiling Assassin, anatabasamu kama anakuangamiza. Ndicho ambacho amekifanya siku ya leo. Patrick Odhiambo Luowo watarudi back to the drawing board mpaka Kakamega huko kujua ni wapi haswa walikosea. Pano Mundi is back at it. Leo anaondoka na clean sheet. Leo hajaruhusu goli. Leo amesimama tisti kabisa akiwa na Sylvester Winohono. Ernest Wendo Baba Kisia ana mataji 7 mpaka sasa, anataka la 8 msimu huu, lakini walio muhimu kabisa super fans wa upande wa Kogalo wanatabasamu, na yote hii imechangiwa na Alpha Chris Onyango. Imetamatika kutoka Moi Kasarani, Gor Mahia Kogalo 1, Kakamega Homeboyz Zapana Bengo bila. Mekuwa nami peke asiyepitika Ali Salim. Till next time, go